yakini iltung'anak lorkadi meetu adung' enkop ai etonita tiaulo nitu ani. Kayiolo naa enkop namira. Mikirikito mikiyieu. Metaa mikiyieu. Nena tokitin pookin ng'ole kiporikore. Mekure ayiolo embiko naata. Kekusii netii kijamari enkang nabaiki enkop naido. Nakataa na hatutaki tena huyo kiongozi aendelee kutuongoza na ardhi yetu hatutaki iende na watu wengine. Malisho na kuna mahali sisi wenyewe tunapoishi. Kama mimi binafsi, kama hapa ni kwangu, hapa pengine wakakata. Unamuuliza na kujibu, unaniuliza kama nani? Wananchi wa kijiji cha Engaruka chini kata Engaruka wilayani Monduli wamekiri kumkataa mwenyekiti wao wa kijiji kwa tuhuma za kuuza ardhi ya akiba ya makazi katika eneo hilo. Wakizungumza katika mkutano wa wananchi hao ambao kwa asilimia 99 ni kina mama, wamesema wanamkataa mwenyekiti huyo kwa kuwa msaliti kwao, kwani wakati wanamchagua aliwaahidi kusimamia ipasavyo ardhi ya kijiji, lakini kinachoshangaza zaidi ni kiongozi huyo kugeuka kwa dalali wa maeneo ya wananchi, hasa maeneo ya akiba maarufu Irmuaten, na kinachouma zaidi ni kuwauzia wananchi ambao sio wa eneo hilo. Sambamba na hilo, wananchi hao wameomba serikali kuingilia kati sakata hilo na kuomba kusitishwa mara moja kwa mradi wa carbon, kwani hawaelewi chochote na kusema maisha yao yapo hatarini, huku wakihoji unawezaje kuvuna hewa ambayo hujui Mungu alikoweka huko ardhini. Kina mama hao wameendelea kuongea na vyombo vya habari na kuonyesha kukerwa kwa majibu ya kiongozi huyo, kwani amekuwa akipelekewa malalamiko na hafanyi kazi. Badala yake anawajibu wananchi hao kwamba nendeni popote mnakojua, wamesema kina mama hao. Wakati kina mama hao wakiendelea kuzungumza katika mkutano huo na vyombo vya habari waliofika katika eneo hilo, mwenyekiti wa kitongoji cha Ndimi Bwana Muimo Kashu akiongozana na vijana waliobeba fimbo ishara ya kuchukizwa na mkutano huo, aliingilia uhuru wa vyombo vya habari akiwahoji waandishi waliokuwepo eneo hilo kueleza sababu za wao kuja kuwasikiliza mama hao bila yeye kujua au serikali ya kijiji kujua, ambapo baadaye waandishi walijaribu kumweleza hali halisi, lakini alionyesha kutopendezwa na mkutano huo, na kwa ajili ya usalama waandishi hao waliamua kuondoka katika eneo hilo la mkutano baada ya kuzingirwa na vijana hao. Aidha, tulimtafuta mwenyekiti wa kijiji hicho ambaye ndiye anayetuhumiwa kwa kuuza ardhi ya akiba katika kijiji hicho, na juhudi zetu hazikufanikiwa baada ya simu yake kutopokelewa, lakini tuliweza kuzungumza na diwani wa kata hiyo ya Engaruka na ametolea ufafanuzi taarifa hii. Hii ni Oldonyo Media, habari karibu nawe. Samuel. Shida ambayo inatusumbua ni eneo ambayo tuliko na viongozi ambao tuliwachagua wakauza ardhi kutokuwa na msimamo. Hajatambua mama mjane wala hajatambua maskini. Aliowapa ni matajiri. Sasa iliyobakia viongozi tumewachagua na tunawaapisha waache na ardhi yetu hatutaki iende. Magadi iliuzwa na viongozi wa zamani, ikakatwa na viongozi waliomaliza viti. Sehemu iliyobakia tukamwambia hii sehemu iliyobakia kidogo mkikata jueni watu wa Engaruka. Akaenda kukata ardhi bila kujua viongozi wa Engaruka. Akaenda kuwapa matajiri na viongozi wa mila na viongozi wa serikali. Sisi kama wananchi tunakataa na hatutaki tena huyo kiongozi aendelee kutuongoza, na ardhi yetu hatutaki iende na watu wengine. Viongozi wetu tunaomba kabisa mtuhurumie na mtusaidie ili ardhi isiende na viongozi watuzuishie. Kwa maana hatutaki ardhi yetu iende, tunaendelea kukaa nayo. Ore ntoki nikigira alimu nikimpotie ng'ole ntae, kimpotie ntae mbaa pookin naatolimutuo ntomonok, naitoki alimu ajo etii entoki najo enkijape najokitoi iyiok etimiraki nemekiyieu siinye ina kijape. Mikiyieu netumoki mikiyiolo ina kijape anake nkajijik ang etimiraki nikitii pakiponu alej ajoki iyiok enkijape. Ama pakibulu tamakui ning'ae nayiolo enikuna enkijape natipika Enkai enetipika. Pakanye petayiolo taata maisha taata. Akai etii enkijape namiri. Mikijo enkijape emiritai. Aikijo iyiok emiritai. Nikilimu sii ele depe le Maseko. Ore ena ng'ole kata nadung'o eldepe le Maseko, osinki ake adolu orkembe nare enopeny enkulukuoni nadung'itoi namayiolo naa kemira iltung'anak lorkeju oponu adung' enkop ai etonita tiaulo. Aina maana imaata nanu emasikini wadumunye peetum ade ina kerai enye 70 orkunia lorpaek anya. Arashu maata na masikini naa namaidim nanu era ntoiwuoi enkerai
arkasi narika enkerai natoiwuo peelo atum enkerai eshule sabini arashu etum orkaraha arashu etum ormushango le shule naayakini iltung'anak lorkadi meetu adung' enkop ai etaanta tiaulo nitu ani kayiolo naa enkop namira mikirikito mikiyieu metaa mikiyieu nena tokitin pookin ng'ole kiporikore peeponunui aaretoki iyiok ena arisi namiritae mayiolo wena kijape najo etimiraki mayiolo wena naa nedumuni olarikoni latupurro naa pooki entoki napik enkop enye siri mayieu siri tenkop ai mayieu metaa mayieu mayieu siri enkop ai mayieu aku meeta olarikoni lategelu ng'ole kake ore tenitu esaini torkimojino lai lemetum ina rikore erikore neeku meeta irkijanani oishirikanare meeta ntomonok naishirikanare alafu meeta irpayiani oishirikanare neeku akepoitoi ake tesiri amir ewoi pooki mayiolo mekure naa kiyieu mekiyieu mekure kiyieu mekiyieu naa tenaa kitoni mikiata olarikoni nekitoni mekiata merikito yiok mekure ihoru ena shoke namirieki enkop mekiyieu ake mekiyieu naa ore ng'aruka entoki natanang'a ng'aruka enkosia sapuk etanang'a ng'aruka metaa kilimu ajo ore orbalosi tenetii enkop lolo enkijiji oinasita enkop amu keng'ae ng'ole nang'adie ore orbalosi alashe lolo enkijiji ore ormonyokiti alashe lolo enkijiji metii oloitore enkop metii lolo enkijiji ake otimira enkop neitoi idialo nemikiyieu mekiyieu aji munene emuya nikigelu oltung'ani likitegelutua likinchoo metanapa yiok neeltu ometaa kinyenyesa itu inye ilapaitin 5 etaa mapala ainasa enkop nenya tenkomoni mikiyiolo nelotu ele lena olong negel iyiok apik orkep nimikiata apa orkep ina olong kigelu aikitaasakitia pookin nelotu enkinasata enkop nelo ayau iltung'anak looloho nikimbang' ng'aruka misima amu kira neng'aruka pookin kake yiok noopeny emakat naa kenataa yiok naiteru piiho irkulie pookin amu mikiata oltung'ani tingi etaraka naa yiok bora ore piinepu ishiraki ajoki kanyioo ena nejo home nilo mitum metum entasat hoo nabo metii entasat metii irkijanani hoo obo naa yiok apa nategelutua nikincho naa ilo sinaa mehomo enkop nemeeta entoki nitaama aikimpukiaki ake peho. Jina ni Samuel Losikito. Kuna lalamiko kubwa sana kwa sababu viongozi wetu hawatutambui kama watu wake. Hawa wananchi wote unaoona hapa hivi hakuna hata mmoja hakulala kwa barabarani akimchagua. Lakini baada ya uchaguzi kiongozi wetu akageuka kama chura. Kile anachotaka kufanya katika kata yake ama kijiji chake anakifanya vile anavyotaka. Na sio kwamba eti anashirikisha hata wajumbe wake. Ni mwenyekiti peke yake. Sasa usiende kimafumbo. Alikuwa anafanya nini? Mwenyekiti peke yake amechukua jukumu la kugawa ardhi ya kata ya Engaruka karibu nzima bila kushirikisha mtu yeyote. Wananchi, wajumbe wake, hata mmoja hakushirikishwa. Walioshirikishwa baadhi ni wanaeshia katika ile shia wanayepewa katika wale wanayeuzia ardhi. La pili, siku ya Alhamisi iliyopita ndio kiongozi wetu mwenyekiti Koning'o Namuke aliamka, alikuwa na taarifa zake na watu wake waliokuwa wanataka kukatia watu huku maeneo. Na aliyekuwa anawakatia ni watu wa kata zingine kama Selela na watu kutoka sehemu mbalimbali. Zaidi amelemeza katika ndugu, rafiki na jamaa bila kujali wale waliowachagua na wanaoishi katika mazingira yale. Kwa hivyo basi sisi kama wananchi wakata wa Engaruka vile unavyotuona hivyo, hilo limetuchoma mioyo, na kwa sasa kiongozi wetu kama Koning'o Namuke, hawa wananchi wote unaowaona hivi hatumtambui kama kiongozi wetu. Kuna wa kwanza alikuwa ameuza mara ya kwanza, ila afadhali yule alishirikisha watu 2 watatu wa kata yake. Lakini kwa huyu hata mmoja katika wale wote walioandika, aliandika watu 42. Na hakuna hata mmoja anayehusika katika hilo eneo. Wanaishi pale kaenda kumuuliza nini kinachoendelea, aliwajibu kitu kimoja: wewe unaniuliza kama nani? Wewe kama kiongozi unaweza muuliza aliyekuchagua hivyo? Sasa niko kwako. Mimi ni jirani yako.
Nikaje nikaleta ndugu yangu kutoka Mtombo. Nikuja nimkatie pale kwako karibu. Nisikuulize nini unachofanya. Nikikuuliza na nikashifu. Enda popote mahali unapotaka. Ni wawekezaji wameuziwa ni watu gani hasa? Watu wa nje wakata. Watu kutoka Selela, wengine kutoka Manyara, wengine Rokoli, wako wengi. Kwanza alitoka kauli moja akasema sasa hivi hakuna mahali, sheria sasa hivi hakuna ya kusema kuna mahali inakatwa katika ardhi ya kata Engaruka. Basi vile unavyotuona hivyo, tunataka kujua serikali yetu sisi kama wananchi wake tunaowachagua viongozi wetu, je, sisi sio faida kwao? Yaani ni mwateni. Lo ngana. Yaani sasa hivi ni venye unaweza jenga hapa kwako alafu uhame. Kesho kutwa huyu akuje na rafiki yake amkatie kwa ile boma. Ile boma ni ya nani? Ni yako ama ni ya yule? Kiboyan olongolo. Wasenana genderera. Eho yaba yogo lariko, larina ata hakumona leng. Moya na yara lariko boile meriwasi. Ijo ayo yoro biyo la bala logona o mewu ala nya kan nya bona bolunguruke. Mo lo rubudo. Na lo rubudo yo. Na lo rubudo. Ije nyemera dango. Nyemera kare ni gro ni ngo. Kiba yo hayo yo ni ngilawa ko hirogura. Amru ara galunda sariya do ni tubugro ho ngane de naso. Amunya lalai. Naso elaba yala ri amaro ho yo mude no bogiti. Era ragri bugaba la riko. Ije yoro biyo kana bamba ka musho. Ni elwa la ri goni. Niki jongole ene humu yogele ane wala manara anga ngene jono yora sena bana liarara ane ra ushere ore bai dine rumolo hoba ore sena la bana liarara ne dagndai ore shida na bana ni ara ne dagndai era ra ni go yonga sa diaro ni ya nyola bari poni ni boru yo ma dia yondo me borondai muni borondai aya shida wote ni ara ne dagndai niki ro nyaba niki deni ningi sho ni ra ushere tawala ngoro yo era ra ba yondo guni ge duani ngko ba mireta eri mera ya bangko da logonya ay kuma nige rumba sai ka gemi lenda sarbi mi la kana gara orma era gelegi orgi janai wanda sar himu goji mera legi anda sar ne mera ram hani ni do ni na gelele ne bisu na mera ko jogi bodu yoga na ba jana na rumbe ligi yoga na ba ni lisi wa beni kana bala ne do munya mera ko na daga sunga na ga mera daga siwini ba mera do ngone ni ka ga bala dia angari malo da mashina era ru ngale debe ni do ga ni ka ru ngor ga di ne ni musereji ne giji na lai ngwana be na daga sibunya ga lunga daga singwan na nyora bado olo holai ora mure na mera na inabo ayu ne yiligwano hada ka yiro loho la ba yara bi bunga na mari wala la bari ko lela nyu na jaba ora bado ne ran na daga sida yiran mayala daga denga bandu shuwana adungo gos magora yele mbigo nara ke gushi neri hija maru anga na mayala ngono do amana nya na ko namur na da siya rama ne banu la ba nyongo nama yele na lo nama ligino na sana ramanga ay kedo na giliwe najo kama anda sari kama vijana ni kaya berahaye tana igwa bare lo ne liginda kayo ne ama igilo nyaba ne ligini yo ni yelo mo bigo ko ban hinati ani yelo ki sa ni yelo no na soin amudo ala gini de mare biyari go ngishu tala digo ni gedo ni na soin idi gara gini ni yelo soin na do kero ngani ji soin kan ko kai ne yelo mara gideiro wasena kiara lango na shomo nimi yele no homo ye nimi yele ni guro nimi yele gibo ndaw jare ndere ra mi yele ni gibo mi yelo na ngel do ligi yola digo ne jogi wara be ne ko magan tay aga mera ba no ko bende dangai ne do ligi yo ga jogi ene be mera ni muri ne do ligi janai tene mura na babo o jare wanga na he libo ne odon basi ai de bara Ute tu na wananchi ningesikiliza mimi mwenyewe kabla yenu. Sasa ndio mimi niliwaita kwamba hii zoezi linakuwa hivi na mwenyekiti akija kusikiliza hivi na hivi. Sasa na nyinyi sasa kama sisi tunakuja tu hapo tunaongoza hatujui chochote labda sasa ngoja nimueleweshe. Kwanza hakuna sehemu yoyote ambayo hakuna kanuni wala sheria yoyote ambayo inamwambia mwandishi omba kibali cha mwenyekiti wa sehemu fulani kwenda kuwahoji wananchi. Lakini pia katika kuhabarisha tunazingatia kitu ambayo inaitwa balance. Uwezo ukatoa story kwa upande
mmoja. Sisi tunachokifanya, sisi jana tulikuwa kwenye kazi Mtwaumbu. Tukaambiwa kwamba leo kuna wananchi ambao wanalalamika kumlalamikia nani? Mwenyekiti wa kijiji. Kwa sababu sisi ni waandishi, hatuna mipaka ya kufanya kazi. No. Naomba nimalize. Nimekuja kumsikiliza mwananchi. Nini ngore imabara ginyi? Sikiliza. Naomba nimalize. No. Naomba nimalize. Kimasai najua sana. Mimi nimeeleza mimi. Ayo lero. Agayo na dairu. Kore diara maongezi wako na rasati. Nimesikia jina hili. Angana na begi negada. Ado nyanda ormhana baro mira ewoi enye. Ambaye ni mwenyekiti wa sasa mimi baada ya kumsikia huyu amemtaja mwenyekiti, lazima niende nikamtafute mwenyekiti, nikabalance nini? Kwamba kama natoka na dero kuna rasa kesepa. Sasa ndio nado. Wala nani bigide ratio nija. Kuna wale diro na diro nje. Mimi kijolo na ayo kudero ngana. Sawa. Ama na yini magiri mala miko do mara jona ayo eneo na remeraka. Ama ko la ko ne gule meligini na ado na ngai. Kuna na hile rande. Sasa haya maswali waulizeni wananchi wenu, sio sisi. Mimi ni kuombe kama nafasi yangu ya udiwani nifike kwenye hicho kitongoji. Kuna mwenyekiti wa kijiji huyo tukazungumze na hao watu. Na pia niombe wale watu wa kampuni ile ya ambao tayari wameingia mkataba na wananchi wafike kwenye hilo eneo ambalo wananchi bado kwa kweli hawakuelewa maana yake. Na kwa hizi tuhuma za uuzaji wa ardhi imekaje? Ulishowahi labda kupata malalamiko haya kwamba mwenyekiti anauza ardhi, tena ni ardhi ya akiba ya wananchi? Hapana. Huyu kijana analalamikiwa ameanza kazi hivi karibuni na hana muda wowote. Hana eneo ambayo kwa kweli ameuza zaidi ya kuingia mkataba na hiyo kampuni, na ambayo pia tumekubaliana wote. Wananchi wamesema, wananchi kwa mujibu wao wamesema kwamba mwenyekiti huyo hajakaa hata miezi mitatu kwenye madaraka tangu amechaguliwa, lakini ameanza kuonyesha na anawaleta watu kutoka nje ya kata, mfano kutoka Selela kuja kuwakatia. Kwa maana hiyo sasa unavyosema kwamba wananchi aimina ya mwenyekiti hajauza, wananchi wamesema uongo. Kuna mradi wa magadi soda wa magadi ulioko Ngaruka ambao watu walilipwa fidia wanaoishi kwenye maeneo ile ili wapishe mradi. Ndio kama nilivyokuomba mwanzoni kwamba mimi nitajitahidi nifike kule na viongozi wenzangu ili tukutane na wanakitongoji hao ili tufahamu undani wa jambo hili, manake inawezekana kuna watu pembezoni kule wamepewa maeneo ya ardhi ya umma bila ushirikishwaji na tusisikie. Lakini nakuhakikishia kama hilo lipo nitakupa majibu na tutasimamia na tutawaridhisha wale wamama kuondoa hiyo kero. Kuna swala la mwenyekiti wa kitongoji cha Ndimi, alikuja kwenye mkutano ule akawa anawatisha waandishi wa habari kwamba ni nani leo hapa ruhusa kuja kuwasikiliza wananchi wale, ili hali yeye kama kiongozi hana taarifa, na amekuja na kundi la vijana ambao amekuwa amebeba fimbo kwa ishara ya kwamba wamechukizwa na mkutano huo. Na waandishi walifika hatua ya kuondoka katika eneo hilo kwa sababu ya usalama wao baada ya kutishiwa. Kwa hakika tunasikia kutoka kwako hizo habari, lakini ndio yote naomba tu nichukue hii alafu tutatoa taarifa kamili, manake kutishia umma hivyo na watu wanaotafuta maendeleo na fursa ya kuzungumza mambo yao wana uhalali. Hii ni nchi yao wote. Asante. Ningeomba muda tu hilo nitafuatilia kwa kweli. Asante. Kwa kesho Mungu akinijalia. Asante. Haya, asante.